Wapenzi watazamaji, wapenzi mashabiki na kusawa wateja wangu wa kila siku wapendwa, kwa mara nyingine si mwingine kama kawaida uko naye ni Anko Msafiri Resi. Kwa mara nyingine anakupeleka moja kwa moja ni katika maeneo ya West Africa, ni Afrika ya Magharibi. Kule ni moja kwa moja ndani ya nchi ya Ghana. Kule ndiko ilikochezewa picha nyingine nzuri kabisa. The Darkness of the Soul ni sehemu ya kwanza. Wahusika wasanii waliomo ndani ya Darkness of the Soul sehemu ya kwanza. Yumo Kurusumo Sinale, mwanamke ndani ya picha ikacheza kama Mama Keila, tatumia jina lake lile la Kurusumo. Yumo msichana Ini Edo, msichana huyu mzaliwa ndani ya nchi ya Nigeria, yeye kacheza kama mchumba wake na Mr. Kenny Prince, tatumia jina lake lile la Ini Edo. Yumo shangazi Nadia Buhari, msichana huyu ndiye Kaila, kacheza kama kipofu. Yumo kijana Van Vika, ikacheza kama CK, kijana ambaye ni mtafiti wa mambo ya kilimo. Yumo Mr. Smith Asante, ndani ya picha hii ikacheza kama Kenny Prince. Yumo mzee Kofi Odojodo, ndani ya picha ikacheza kama Dr. Cromwell, ambaye ikacheza kama mtaalamu bingwa wa magonjwa ya macho. Yumo Mr. Ziggy Netsoni, kijana huyu mzaliwa kijiji cha Mandela, ikacheza kama jambazi, katumia jina la Stony. Ni wasanii walioshirikiana kuiweka sawa picha nzuri. Ni Darkness of the Soul ni sehemu ya kwanza. Katika maelezo ya mwanzo kabisa kabla ya kuanza Darkness of the Soul sehemu ya kwanza, ni maisha ya msanii aliyejulikana kama Keila. Keila umri wake ni miaka 20 tu. Azaliwa katika kijiji cha Mandela, ni katika nchi ya Ghana. Kijiji hiki cha Mandela, mpenzi mtazamaji, ndugu yangu mpendwa, kipo jirani kabisa na ule mji wa Accra. Baba yake na msichana huyu Keila alifariki miaka 5 iliyopita. Alifariki kwa ajali mbaya kabisa ya gari. Kaka yake Keila ambaye ndiye first born katika tumbo la mwanamke Kurusumo, yani mamake na Keila, naye vile vile alishafariki. Keila sasa hivi kazaliwa akiwa ni mlemavu wa macho. Yeye ni kipofu kabisa. Hivi sasa anaishi kwa kutunzwa na mamake, mwanamke mjane, akiwa na mdogo wake wa kiume, yani last born aliyejulikana kama Koisi, ambaye sasa hivi tunapoanza picha hii, mpenzi mtazamaji, ndugu mpendwa, mtoto huyu Koisi, mtoto wa kiume, ana miezi 3 tangu ameacha shule. Ni kutokana na mamake kuweza tashindwa kumlipia karo ya shule. Ni picha iliyochezewa ndani ya kijiji cha Mandela na vile vile ndani ya jiji la Accra. Mpenzi mtazamaji, ndugu yangu mpendwa, picha nimesha kutonya kwamba ni Darkness of the Soul. Sehemu ya kwanza anaitafsiri ni Anko Msafiri Resi, yumo ndani ya manispaa ya Bukoba, ni katika mji wa Bukoba. Mpenzi mtazamaji, ndugu yangu mpendwa,
Picha hii kama nilivyokueleza inaanzia moja kwa moja katika kijiji cha Mandela. Ni kule alikozaliwa msichana aliyejulikana kama Keila. Keila akiwa na umri wa miaka ipatayo 20. Yeye maskini alizaliwa akiwa mlemavu wa macho. Yeye ni kipofu. Baba yake alishafariki. Kaka yake Festiboni vile vile alishafariki. Sasa hivi msichana huyu Keila analelewa na mama yake mzazi. Ni mama Keila au Kurusumo. Mwanzo kabisa picha nzuri, Darkness of the Soul ni sehemu ya kwanza. Katika kijiji cha Mandela. Picha hii inaanza katika majira ya saa 4, ni siku ya Jumamosi. Siku ambayo mwanamke huyu maskini mama Keila akiwa kwanja anafanya shughuli za kawaida za kijijini. Alikuwa anatokea mtoto wake Lastborn Kwesi. Kwesi kasumbuliwa na dada yake kipofu mle ndani. Anamuhimiza kwamba ampeleke mtoni. Anatoka kumpa taarifa mama. Dada anasema eti nimpeleke mtoni asikilize sauti za ndege. Yumo ndani mama. Ule msichana kweli kabisa Keila kipofu anatoka ndani ya nyumba. Keila. Hey Keila. How are you doing today, Keila? Umelalaje mwanangu Keila? Mama, how are you feeling? Mama, wewe unajisikia vizuri? Ulisema ulikuwa unaumwa. Okay. Najisikia vizuri mwanangu. Thank God. Tafadhali. I want Kwesi to take me to the stream. So nataka Kwesi anipeleke kule mtoni niweze kusikia sauti za ndege. Okay. Kwesi, take good care of her, huh? Kwesi, hebu mpeleke. Come in for lunch, huh? Take good care. Asante mama. Ndio, uende taratibu mwanangu. Sana huyu maskini kipofu aliyezaliwa akiwa ni mlemavu wa macho anamsikitisha sana mama yake mzazi. Mama Keila ndiye mtoto pekee wa kike aliyebaki naye. I know you won't abandon her like this. Mwenyezi Mungu msaidie mwanangu huyu. Ataendelea na upofu huu mpaka lini jamani Mwenyezi Mungu? Anasikitika kabisa mwanamke huyu. Ni mama Kurusumo. Ni mama yake na Keila. Hamza msichana huyu akiwa mlemavu wa macho ni kipofu. Baada ya kuelekezwa kwamba ampeleke msichana huyu Keila dada yake kule mtoni. Dogo wake Kwesi badala ya kumpitisha ile barabara ya kawaida inayowapeleka moja kwa moja kule mtoni, Kwesi aliamua kupitia njia ya mkato. Njia ile ni mbaya kabisa. Imesheheni miamba. Ina mteremko mkali. Ni kazi ngumu sasa hivi kwa msichana huyu kipofu Keila. Kutembea huko akitumia fimbo ya kuteremka ni sehemu ya hatari kabisa. Ina maporomoko ya hatari. Ina miamba. Keila analalamika, lakini mdogo wake anamwambia twende dada. Lakini kwa nini tumepitia huko kwa Kwesi? Hapana, hii ndio njia ya mkato dada. Nimeona tupitie huku tukatize. Toka kwenye mteremko mkali tunafika kwenye mwamba. Dogo wake huyu Lastborn Kwesi wakati wanazidi kusogea, kumbe kuna vijana aliozozana nao siku 2 zilizopita. Walikuwa katika maeneo yale ya miamba wanacheza. Masikini msichana huyu mlemavu wa macho Keila anazidi kusogea, kumbe mdogo wake Kwesi ameachana naye. Naanza kufokeana na wale kina Jacobo. Wewe ulinitukana jana wewe. Kwesi. Unazozana na nani? Kwesi hamsikilizi dadake. Nazidi kuzozana kina Jacobo kwamba atawapiga. Wewe unasema utanipiga. That's right. Kumbe masikini sana huyu kipofu anaanza kwenda ovyo na kwenda kwenye sehemu ambako kuna mwamba na mporomoko mkubwa kabisa wa hatari. Nataka kuporomoka sasa. Kumbe kuna msamaria mwema amemwona. Anakuja kijana amemshika. Wewe dada unataka kutumbukia huko? Wewe kwani unamwacha dadako wakati ni kipofu atumbukie huko kwenye korongo? Angetumbukia huko chini angepasuka vipande. Ni hatari kabisa. Jana huyu msamaria mwema aliamua kuwapakia ndani ya gari msichana huyu Keila pamoja na mdogo wake Kwesi, akaamua kuwarudisha nyumbani. Ni kitendo cha hatari alichokishuhudia kijana huyu msamaria mwema.
ambaye kaja kama mgeni katika kijiji hiki cha Mandela. Yeye kijana huyu ni mtafiti wa mambo ya kilimo. Mwapeleka katika maeneo ya nyumba, mwarudisha nyumbani. Masikini Keila ameshuka. Sikiliza, sio vizuri unatembea na dadako akiwa ni kipofu, unamwacha anakwenda peke yake. Ilikuwa ni tukio la hatari hilo. Just like that. Meondoka kijana huyu msamaria mwema, anajulikana kama CK. Kijana ambaye ni mtafiti wa mambo ya kilimo, amekwenda kule kikazi katika kijiji cha Mandela. Baada ya kutoka pale sasa walikuwa wanamsimulia mama. Mwanamke huyu sasa kurusuma anagomba kabisa. I mean, what was the need going out with a brother? Kulikuwa na maana gani kwenda naye ukamwachia mwisho anusurike kutumbukia kwenye korongo? Kayla, I don't have any other Sheila, unajua kwamba wewe ndo mwanangu naye kutegemea sana na kupenda. Please, so Tafadhali, only God knows what would have happened. Ndiye anajua kama ungetumbukia kwenye korongo kama ungepona. You are not wrong. Shut up. Nyamaza, unasema hakuumia maana yake nini? Lead her through the rough road. Kwa nini umempitisha kule kwenye makorongo? But Kayla is okay. Lakini mama kwani ameumia? It's okay. Nasema hakuumia. In as if it was through your effort that she was saved. If that man hadn't Niambie kama hasingetokea yule msamaria mwema, that happened to my daughter, ingetokea nini kwa mwanangu? man who saved her. Kama sio huyu mtu aliyemsaidia. What is his name? Jina lake ni nani aliyemsaidia? I said, what is the name of the man who saved her? Nataka uniambie jina lake nini nimshukuru. We don't know his name, Mama. Mama, jina hakutuambia. He didn't give us a chance to say thank you. Hakutupa hata nafasi ya kumshukuru. He got home, and then he drove off. Alipotufikisha hapa na gari lake akaondoka. Okay. Tomorrow we will go to church. Kesho twende kanisani mwanangu Keila. But for saving your life. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunusuru maisha yako. Ilikuwa ni hatari mwanangu Keila. Kayla. Kayla. Keila mwanangu. Come and take us. Come inside. Njoo tuingie ndani. Pack all those things. Alafu wewe kwa isi kusanya vitu vyote uviingize ndani huko. Jambo hilo limemtisha kabisa mwanamke huyu mama Keila, au kwa jina jingine Kurusumo. Ilikuwa ni hatari. Mtoto wake mpofu ambaye ni mlemavu wa macho kaponea chupu chupu. Kidogo angeliporomoka na kutumbukia kule kwenye korongo, angelikuwa vipande vipande. Out of this house. You're my parents. Ilikuwa ni kesho yake, kama alivyokuwa ameahidi mwanamke huyu mama Keila. Alikuwa amemwambia Keila aongozane na mdogo wake kwa isi waende kanisani kusali kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kipindi wanatoka kanisani kwa isi pamoja na dada yake kipofu Keila, alipitia katika shule iliyokuwa jirani pale katika kijiji cha Mandela, shule ya msingi Mandela. Akasikia kelele, kuna watoto wanagombana. Pamoja na kwamba msichana huyu Keila alikuwa ni mlemavu wa macho, lakini alikuwa anaweza kusikia vizuri sauti, alikuwa anaweza kuzitambua. Namuuliza mdogo wake kwa isi, kuna nini, mbona nasikia kelele? Kumbe katika shule ile ya Mandela, shule ya msingi, yule kijana msamaria mwema wa jana KC, I'm sure he's around here somewhere. alikuwa anaamua ugomvi, watoto wasiendelee kupigana. Nazungumza nao, anawatuliza, nawaambia kitendo cha kupigana wakiwa shuleni sio kizuri. Kumbe maskini msichana huyu mlemavu wa macho Keila ameisikia sauti. Kweli ni yeye. Take me to him. Nani nipeleke nimshukuru? Come to us. Are you sure? Naona anaendesha gari lake anakuja huku dada. Kweli kabisa kijana huyu CK aliendesha gari anaelekea kule walikokuwa kina Keila pamoja na mdogo wake kwa isi. Alipofika pale aliwatambua, alisimamisha gari. Kashuka kijana huyu CK. Hello. Oh. Two. Oh, habari zenu, habari za tangu jana. Fine. You're from the church. What's your first Tunatoka kanisani. life? She's willing for you. Dada yangu alikuwa ananiambia kwamba anataka akuone. Kushukuru. And go home now. I'll find my way. I don't want him to plan such a move. Kaila anamwomba mdogo wake kwa hisia aondoke. You can take care of yourself. You can take care of yourself. Sana naye wewe, si uende nyumbani tu. Nitazungumza naye mawili matatu, baadaye nitamleta nyumbani. Kaila anabaki na kijana huyu CK, Samaria mwema aliyenusuru maisha yake jana. If I meet you. Mama alisema ni kuombe radhi. For what? Kwa nini? Well, for saving my life. Sana uliokuwa maisha yangu alafu sikukushukuru. Thank you. Asante.
If you hadn't come, I'm sure I would... It's okay. I mean... Kama sio wewe ningeporomoka kwenye korongo lile. Okay? Apologize. I'm listening. Basi unataka kuniomba msamaha, niombe basi. Samahani. Very much for saving my life. Nashukuru sana kwa kuokoa maisha yangu. Kitendo hicho kinamchekesha kabisa kijana huyu CK. Oh, please, are you a visitor in this? Wewe ni mgeni katika kijiji chetu cha Mandela. Oh? I'm a son of this land. I'm born and bred. Nimekuja huku kikazi. I'm around doing a project. Lakini nina siku nyingi ila huwa sitembei mara kwa mara. Though I'm blind, I have a very good memory in remembering voices. Pamoja kwamba ni kipofu lakini huwa nakumbuka sana sauti. That's because... Sauti yako ni ngeni kabisa hapa Mandela. Look smart. Hiyo ni kweli, huwa sitembei mara kwa mara. Well, thank you again, sir. I have to be leaving. Asante sana kwa kuokoa maisha yangu, mimi naondoka. Yeah. Naonaje nikupe lift ya gari? Kayla. Mimi naitwa Kayla. That's a beautiful name. Jina zuri. Your brothers? Kakako? His name is Crazy. Huyu anaitwa Kwesi, ni mdogo wangu. Let me take you home, okay? Ingia kwenye gari nikupeleke nyumbani, nikupe lifti. No. Sana huyu mlemavu wa macho Kayla amepata lifti kutoka kwa msamaria mwema, si mwingine ni kijana CK ambaye nimekwambia kijana huyu ni mtafiti wa mambo ya kilimo, amepelekwa kikazi kule na serikali katika kijiji cha Mandela. Anamsaidia msana huyu Kayla kumpeleka moja kwa moja kwenye gari. Kayla nimekueleza kwamba umri wake ni miaka 20. Tangu amezaliwa maskini msana huyu kazaliwa akiwa mlemavu wa macho. Hajawahi kuona kitu chochote katika maisha yake. CK aliendesha gari moja kwa moja kuelekea nyumbani kwao na msichana huyu, msichana Kayla. How are you, Crazy? I'm fine, Uncle. Oh, habari KC. Is Kayla there? Ilikuwa ni siku nyingine, sasa hivi alikuwa amerudi. I got her this cane. Amemnunulia fimbo nyingine ya kutembelea. Ni fimbo ya kisasa wanaoitumia vipofu, lakini ni fimbo ya kisasa kabisa. Kijana huyu KC baada ya kupewa hiyo fimbo moja kwa moja amekwenda kumpa dada yake mlemavu wa macho Kayla. Aliyenunua fimbo hiyo si mwingine ni kijana huyu CK, iliyekueleza kwamba ni mgeni kabisa katika kijiji cha Mandela. Amekwenda kule kama mtafiti wa mambo ya kilimo. Wakiwa pamoja sasa hivi, Kwesi moja kwa moja anaipeleka fimbo, anampa dada yake. Dada yake anaanza kuipapasa papasa. Kwesi, umeipata wapi hii fimbo? Beautiful. Ni nzuri. But how did you get this? Umeipata wapi? You. Uncle, sir. Nimepata kutoka kwa CK. Where did you meet him? Umemkuta wapi? Along the road. Kule barabarani. So where is he now? Sasa yuko wapi? CK anamzuia kwamba asiseme. Oh. Meondoka. Beautiful. Jamani, fimbo nzuri. Ni fimbo nzuri kabisa, ni fimbo ya kisasa. So Chrissy. Sasa KC. Look like. Asante sana. Huh? Hivi huyo kijana anafananaje sura yake jamani? Is he handsome? Ni mzuri kwa sura. Ni mrefu, ni mfupi. Chrissy, talk now. Niambie KC. Okay, Chrissy. Do you think this thing likes me? Nafikiri huyu kijana ananipenda Yes, I like you. Pale kumbe amejibu yeye mwenyewe CK. Oh my God. Jambo hilo limemshtua kabisa msichana huyu. Yes, sir. Kipofu Kayla. Jamani, KC mdogo, kwa nini kunaambia kwamba yuko hapa huyu mgeni? I'm fine. Basi tulitaka tukutanie tu. Hey? Yeah, sure. You want to try it out? Jamani, asante kwa kuniletea hii fimbo. Hii fimbo nzuri, ni fimbo nyepesi. Beautiful. Ni fimbo ya kisasa kabisa. You're welcome. Vipi, ni nzuri, umeipenda? Ndiyo, nimeipenda sana CK. 'Right on.
Kwa mara ya kwanza kabisa kijana huyu CK Like it. amepata nafasi na kukaa nyumbani kwao na msichana Kaila. But, why did you get this for me? Kwa nini umeninunulia hii? I thought the other one was old. Iliona uliokuwa nayo imezeeka, alafu ya kizamani ni ya mti. You this nice to everyone. Jamani, unakuwa msamaria mwema kwa kila mtu au ni kwangu tu? Oh, not really. I just thought you needed a new one. Hapana, niliona kwamba ile imezeeka, nikaona nikununulie nyingine. No. It's okay. It's okay. I don't want anything. Hakuna haja ya kunishukuru sana wala usinipe chochote cha kunywa. But I'll promise you that I will come and Lakini na kuahidi kwamba kila siku nikiwa napata nafasi takuwa na kuchukua hapa, tunakwenda na kutoa out. Thank you very much. Jamani, asante sana. right now I'm going to go. Alright? Kwa hiyo naondoka Kaila. Wewe Kwaisi. Hebu njoo. Kijana huyu Kwaisi last born. Ameitwa na kijana huyu Take this money. CK. Anything you want to do, Kijana mtafiti wa mambo ya kilimo. you take care of your... Amepelekwa na serikali kule katika kijiji cha Mandela. Amempa nara zipatazo 2,000. Kaila sasa hivi anamsindikiza CK. Anaelekea kule alikokuwa ameacha gari. Ameanza kuzoeana sasa hivi CK pamoja na msichana huyu mlemavu wa macho Kaila Like I said, I'll come. ndani ya kijiji cha Mandela. I'm going to take you out one of these days. Okay? Okay, sir. Sir, you didn't tell me your name. Oh, sorry. My name is CK. Mimi jina langu naitwa CK. It's okay. All my friends call me CK, so it's Hata rafiki zangu wananiita CK. Kwa hiyo nimelikubali, huwa naitika ninapoitwa CK. and you have a beautiful smile too. Nikiangalia tabasamu lako linanichengua Those dimples. sana sana, nikiangalia hizo dimpo kwenye shavu lako na niacha hoi. And I'm sure you're exaggerating it because Inawezekana unanitania. I think you're sick. Itawezekanaje wewe na utajiri wako na hali ulionayo unipende mimi kipofu? I think you're really... Hapana, na kueleza kabisa kwamba tabasamu lako linanichengua. Very much, sir. Asante. Okay, so I will just leave now. Mimi nafikiri niondoke Promise you take care of yourself. na kuomba ubaki salama. Take care of yourself and be good. Kwa heri Kaila. Kabla hajaondoka kijana huyu ni kijana mtafiti wa mambo ya kilimo. Nachukua tena burungutu Take care of yourself, okay? nala 5,000 na mkabidhi Kaila. Let me see you go. Alright. Naomba pesa hizo uende nazo So let me see you go. Kaila, zikusaidie kufanya lolote utakalotaka. Kaila anashukuru sana kwa kupewa burungutu la pesa, pamoja kwamba hakujua ni kiasi gani. Anaanza kuzipiga hatua, anarudi nyumbani. Haya, kijana huyu CK anarudi ndani ya gari lake. Sasa hivi kadri siku zilivyokuwa zinazidi kupita, Kaila pamoja na kijana huyu mtafiti wa mambo ya kilimo, kijana CK, walizidi kuzoeana. Kama alivyokuwa ameahidi kijana huyu CK, alikuwa anakuja mara kwa mara kumchukua. Anamchukua msichana huyu mlemavu wa macho Kaila, anampeleka out, wanazunguka sehemu mbalimbali na gari, baadaye anamrudisha. Siku hii alikuwa majira jioni, Kaila alikuwa anarudishwa na huyo kijana CK. Amefika katika maeneo ya nyumba, amepaki gari. Kumbe kipindi hiki yule mwanamke mama Kaila, mwanamke Kurusumu, alishaziona mienendo za kijana huyu mtafiti wa mambo ya kilimo, anavyokuja pale mara kwa mara, huwa anamchukua mtoto wake mlemavu wa macho Kaila. Kawa anaangalia siku hiyo wanarudi pamoja. Kaila maskini msana huyu kipofu anateremka. Mama yake danga namuita Kaila. We Kaila. Shikamoo mama. Hello, ma. You're welcome. Marahaba, karibu kae hapa. Mamake na Kaila kamkaribisha CK. Kae pale kwenye form.
Naye msichana huyu mlemavu wa macho Kaila anazipiga hatua, anaendelea kuingia ndani ya nyumba. Sasa hivi mwanamke Kurusumu amebaki. CK anataka amhoji mawili matatu. Wealthy and influential. Najua una hali nzuri, umesoma na una pesa, una uwezo. Kind and innocent. Huyu mwanangu maskini ni kipofu, hana hatia. Against you helping her. Sikatazi kwamba usimpe misaada. Of what interest? Lakini najiuliza sana lengo lako ni nini kwa mwanangu? Well, Ma, I'm not Ni kweli mama, lakini kiukweli kwamba sina nia mbaya na huyu mwanao. really an orphan. Mimi unavyoniona hapa ni mtoto yatima. My parents before, since Wazazi wangu walifariki nikiwa mtoto mdogo. um, Nimelelewa na jamaa, ndugu na marafiki. Wakanisomesha hadi kunifikisha hapa nilipo mama. my father used to work. Babangu alikuwa ni mtu mpenda watu sana. Father died because of Babangu alifariki kwa sababu ya kutaka kutetea haki yangu mimi. coming Hivi unavyoniona mama, nimelelewa na majirani na marafiki. just in Kayla. Kwa hiyo najua kabisa mimi tatizo la umaskini. I know what poverty is about. Najua sana umasikini mimi mama. I was helped, and I want to help. Nataka kumsaidia Kaila. Sina nia mbaya mama. I just want to give her a world of happiness. Nataka na yeye nimpe raha, nimstareheshe, nimsahaulishe ulemavu alionao. Sawa? Oh, hearing that. Kama nia yako ni hiyo, I hope you take very good care of her. na kuomba tafadhali liwe hilo hilo tu. Msaidie mwanangu, mlinde, mtunze na umpe kila atakachokihitaji ukiweza. Siku zinaendelea kupita. Hii ilikuwa majira jioni. Kipindi ambacho maskini Kaila alikuwa chumbani kwake, akashtuka mlango unafunguliwa, pazia linasukumwa pembeni. Anasikia misukosuko ya mtu. Hawezi kuona kujua ni nani. Mama, Mama, we ni mama? who's there? Ni nani lakini ameingia chumbani kwangu? Chris, is that you? Ni wewe Kwesi? CK, is that you? Ni wewe CK? Lakini kumbe hapana, alikuwa limeingia jambazi la kijiji. She's saying Anajulikana kama Stony. there. Jamani, ni nani huyo? Sweetheart in town. Ni mimi mpenzi wako. It's me. You recognize the voice of your sister. Hata sauti umeisahau. Stony, What are you doing here? I thought you were in prison. tu walisema ulifungwa. Lie. Ni uongo. On a business Mimi nilikwenda katika safari zangu za kibiashara. spread a rumor that I was in prison. Watu wachonga midomo hapa kijijini wanasema eti nimefungwa. Whether you leave now. That's why. Afadhali uondoke, mama hayupo. Ndio, najua kwamba mama hayupo, ndio maana nimeingia chumbani kwako. Tom, please, I beg you. You know my condition now. Afadhali hali nilionayo unaijua, sikutaki uondoke Stony. And look, you wait and watch. Sikiliza, nakupenda sana Kaila. You see, Nataka nikuoe. marry you. I want you to carry my baby. Ikiwezekana unizalie mtoto. Me, Stone. Hapana Stony, uondoke. Mama! Mama! Ngoja, mamako hayupo, nimeshapeleza, nimejua kwamba mamako hayupo, ndio maana nimekufuata chumbani. Stony anaanza kujiandaa. Utaka kumfanyia unyama maskini msichana huyu mlemavu wa macho. Kumbe mdogo wake kwa hisia amesikia anakuja. Uwe Stony. Toka, takumaliza. Kwa hisia ametishwa, lakini baada amegangamala. Namwendea dadaka anamuuliza, "Vipi dada? Alikukubaka hili jambazi?" "Hapana mdogo wangu kwa hisia, nimenusurika." "Asante, umenisaidia kwa hisia." Sasa hivi mazoea kati ya msichana huyu Kaila pamoja na CK, kijana aliyekwenda katika kijiji cha Mandela kufanya shughuli za utafiti wa mambo ya kilimo. Mazoea yalikuwa yanazidi kupanda kila siku, hayarudi nyuma. Anazidi kupendana, anazidi kuonyeshana hili na hili, anazidi kuzoeana. All the ways of love, the pains of loving you, a dream. Masikini Kaila pamoja na ulemavu wa macho aliyokuwa nao, anaanza sasa hivi kufarijika. Hakujua kabisa katika maisha yake angeliweza kupata mtu mstaarabu, mtu mwema, mtu mwenye huruma, kwa kuweza kumjali na kumuonyesha kwamba na yeye ni binadamu katika binadamu wanaoishi pamoja na upofu aliyokuwa nao Kaila. Anatembea, wanashinda huko sehemu mbalimbali. Kaila anasikiliza sauti za ndege. Yes. Siku alikuwa amemwomba mpendwa wake
anayekwisha mpenda CK waende nyumbani. Mold an image of you. Unajua, pamoja na hayo, Mitch, mimi ni mlemavu wa macho, lakini naweza kufinyanga. you couldn't even see me. Unasemaje? Utawezaje sasa unataka kufinyanga picha inayofanana na mimi? Hiyo nimejaliwa kipaji hicho ninacho. They love him, they cherish him, they adore him. Utaweza kufinyanga kinyago au picha inayofanana bila kuniona? The reasons why I want to mold an image. Ndio, Mwenyezi Mungu kanipuja tu kutoona, lakini nina uwezo wa kufanya hivyo. If that's the only thing, then you should have just Basi kama hilo unaona litakufurahisha, died. I'll grant it. iko tayari. Every day. Is that the only reason why you want to make an idol of me? Yes. Sio maana mimi niliamua kwamba nitakuwa na wewe daima. Idols won't harass me like. Nalo kuomba, nataka nifinyange picha yako. Things I do just goes a long way to prove. Basi mimi sina kipingamizi. Harassment. Kama unaweza, Just I can start. sio, naomba nianze. Chukua kiti ukae hapa mbele yangu. Sitaweza kupapasa sura yako. Na kutokana na uwezo kipaji nilichopewa na Mwenyezi Mungu, nitaweza kufinyanga picha ambayo itakuwa ndio kumbukumbu yangu kwako. Ni kweli kabisa, msichana huyu mlemavu wa macho Kayla, zaliwa wa kijiji cha Mandela, ambaye kazaliwa akiwa kipofu. Kweli alikuwa amejaliwa kipaji cha pekee cha kufinyanga sura ya mtu yeyote, huku akitumia zile hisia za kupapasa. Baada ya kumwomba CK ni kweli alikaa mbele ya msichana huyu, naye msichana huyu akizidi kuutumia ule udongo wa mfinyanzi unaopatikana sana katika kile kijiji cha Mandela. Aliendelea kuipapasa sura ya kijana huyu CK, wakati huo anaendelea kufinyanga. But no, so love knows the storm gets me. Hakujaliwa kuona kwa macho, Love knows the storm. lakini kipaji alichoshushiwa na Mwenyezi Mungu kinamsaidia kabisa. Anaweza kufinyanga sura akitumia hisia za kupapasa kwa mikono yake. Unazidi kumpapasa CK, wakati huo wanaendelea kufinyanga. Kipaji anachokionyesha msichana huyu mlemavu wa macho Kayla kinamchanganya kabisa kijana huyu CK. Anaendelea kutumia utaalamu wake wa kupapasa, huku anazidi kuirekebisha ile picha aliyoifinyanga. Nasema kwamba picha hiyo ndio itakuwa kumbukumbu kumkumbukia mara kwa mara CK. That is your image. Vipi, unaionaje hii sura? Inafanana kabisa na ya kwako? CK bado hajaamini kabisa. Anainuka na kuiangalia, anaikagua hiyo sura. Wow. Amazing. Inashangaza kabisa. Amazing. Yaani inashangaza kabisa Kayla. Wow. Yaani unaweza kufinyanga, yaani unazidi hata wale wanaoona. Really? Kabisa, yaani sura inafanana kabisa na sura yangu. What's the matter? Vipi? Mbona umekaa kimya? Why do you have a tear in your eye? Kayla, unawaza nini? Today, Yaani leo I'm so sad that I'm blind. nasikitika sana, najiuliza kwa nini Mwenyezi Mungu aliniumba niwe kipofu? Ningelikuwa na macho yangu naona, Hated of you. ningeliweza kuiangalia sura yako inavyofanana. I really wish I can see. Sasa hivi nimebaki kuhisi kwa kukupapasa tu. Roho imeniuma sana CK. Basi usiumie sana roho, nasema mimi nitakusaidia. Nitajitahidi sana, nitahakikisha unapona na unaona.
Siku zinaendelea kupita, mpenzi mtazamaji, ndugu yangu mpendwa. Tunaendelea kuangalia picha yetu ni Darkness of the Soul. Ni sehemu ya kwanza. Anayetafsiri picha hii si mwingine ni Uncle Msafiri Resi. Yumo katika manispaa ya Bukoba, mkoani Kagera. Siku nyingine majira jioni, kiwa amekaa kivyake maskini msichana huyu Kaila alihisi kuna hatua za mtu anakuja. Nimepata taarifa kwamba umepata mpenzi mwingine tofauti na mimi. So many times that I'm not interested in you. Kisha kueleza story, mimi sitaki unifatefate. Because I am not interested in you. Sikutaki. Yes, it is. Kweli? Tell him to Ndio. away from you. Sasa mwambie huyo mtu achane na wewe mara moja. I'm so much in love with this guy. Nampenda, siwezi kumwambia hivyo. Such a wonderful person. Ni mtu mzuri kabisa, ni mtu mstaarabu, ni mtu mpole. Light, even though I can't see. Ananifanya nijisikie niko duniani pamoja kwamba sioni. Goes out of order. Sasa nakueleza, mueleze huyo mtu kama hataki matatizo akuache. Crosses me and goes scot. Mbele yangu mimi mvuta bangi, unafikiri nilishaacha bangi mimi? Labda sikiza harufu. Ampulizia ile harufu ya bangi. Kumtisha kabisa msichana huyo mlemavu macho Kaila kwamba taarifa hizo, message hiyo iweze kumfikia CK. Vitendo alivyovitoa, She was not vitisho alivyovitoa yule jambazi Stoni. 50-50. Sana huyu mlemavu macho Kaila Right. hakumweleza kabisa CK. Anybody who can CK hajakata tamaa, siku alikuwa ameamua kumpeleka moja kwa moja katika Mandela Dispensary. heavenly Alikuwa anazungumza moja kwa moja na Dr. Grides. so what Dr. Grides baada ya kumwangalia msichana huyu Kaila, alikuwa anampa taarifa CK was because kama matatizo aliyonayo msichana huyu let's just si kwamba kaumbika akiwa kipofu, okay. isipokuwa matatizo yametokana na uzalishaji mbaya wa wakunga wa vijijini. Stay in touch. Alipofuka macho kipindi anazaliwa. Kaelezwa kabisa kwamba daktari pekee wa kuweza kumsaidia akai pale isipokuwa anapatikana katika jiji la Accra. Ni mtu anazipiga safari mara kwa mara kwenda katika vijiji mbalimbali kuzizungukia dispensary mbalimbali za serikali kama vile Mandela. Imeshindikana kabisa kutokana na taarifa alizopata dokta wa kike alizowapa Grides. Baada ya kutoka pale hakukata tamaa bado. Jana huyu CK ibidi apite naye kanisani. Yeah. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Yeah. So you can make a wish. Nimekuleta hapa Do you have a wish? utoe na we maombi yako. Unaomba nini duniani? I wish that I can regain my sight. Naomba Mwenyezi Mungu anijalie niweze kuona. Amen. Amen. Amina. Don't you want to make a wish? Na we CK, huna ombi la kufanya? Your wish will be granted. Na mimi namuomba Mwenyezi Mungu But you regain your sight. yapokee na kuyakubali maombi uliyoyatoa wewe, Amen. uweze kuona. Son, Holy Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. To my love, CK hii pamoja na Kaila it's my wametoka katika maeneo ya kanisa, heart that will bring me lakini ombi alilolitoa Kaila, song, naomba Mwenyezi Mungu amsaidie. song like this. Baba kuishia hapo, alienda moja kwa moja katika lile sanduku la kutoa zaka au sadaka, wakatoa vile vile sadaka. It's the song I sing. Pamoja na kwamba alikuwa yeye ni mlemavu wa macho, lakini sanduku lile la kutoa sadaka au zaka za kuwasaidia watu wenye matatizo, maskini pamoja na walemavu, yeye vile vile aliweka kila alichoweza kukipata. Siku zinaendelea kupita, mpenzi mtazamaji, ndugu yangu mpendwa. Endo kati ya Kaila pamoja na CK linazidi kukua. Siku hii yule jambazi wa kijijini Stoni Morning. ameamua kuwavizia. Amekuta wanaongea. If you don't, I'll show you there's a ruler in this jungle. Nimekuonya kwamba achana na huyo msichana, vinginevyo mimi nitakushushia radi. Naona radi inaitwa Nkuba, inaitwa radi. Imeonyeshwa bastola, ametishwa maskini CK. Ametishwa kwamba achane kabisa na msichana huyu Kaila. Kumbuka maskini CK alikuwa hamjui Stoni ni nani. Huyu ni nani? Kaila huyu ni nani? You know the guys. Na wajua? Kayla. Kaila hawa unawajua? Kaila ameshindwa kabisa ampe jibu gani mpendwa wake CK. Ameamua kunyamaza. Siku zinaendelea kupita. Kumbe huyu CK akiendelea kufanya mapenzi na msichana huyu Kaila,
kumbe alikuwa anafuatiliwa na Stone yule jambazi. Siku hii mtoto huyu mdogo wake na Kaila Stacy amepata taarifa kwamba Stone alikuwa anawavizia Kaila pamoja na mpendo wake CK na kuwamaliza. Amekuja mbio akampa taarifa hizo mama. Sikini mwanamke mama Kaila Kurusumo ametoka mbio na mtoto wake last born wa kiume Koisi. Enda kujaribu kuzuia zogo analokwenda kulizusha Stone. Sikini kipindi hicho Kaila pamoja na mpendo wake CK, kijana ambaye ni mtafiti wa mambo ya kilimo, alikuwa anaendelea kuzungumza wako nje kwenye miti. Ndio kipindi kile alikuwa anakuja mwanamke huyu kuja kuzuia zogo anataka kulizusha Stone. Stone anatisha kabisa, ni jambazi la kijiji na mchezo, anavuta bangi kama vile anakula chakula. Mbio Koisi tuko na mama anakuja kuzuia zogo. Stone jambazi anakuja na bastola ameificha kibindoni. Alishatishia siku nyingi kabisa kwamba sehemu atakapomkuta Kaila akiwa na huyu kijana mtafiti wa mambo ya kilimo atawafungia kaza, atawashushia radi. Masikini wapendwa hawa wawili Kaila na CK hawana habari kwamba Stone jambazi la kijiji linakuja. Amefika pembeni, amesimama mbele ya Kaila. Ila maskini ni mlemavu wa macho, hawezi kuona. Masikini CK kapiga mgongo kule lilikokuwa jambazi Stone. Jambazi Stone amechukua mguu wa kuku limelenga. CK hana habari. Kumbe ndio kipindi kile yule mwanamke mama Kaila naye anakuja ameongozana na Koisi. Mbio mtoto anamuonyesha mama kwamba Stone anataka kufanya vurugu, anataka kupiga risasi. Anakuja mbio maskini mwanamke mama Kaila. Sasa imetoka. Kumbe mmempata mwanamke mama Kaila. Mama Kaila na jumba. Pale. Maskini. Haraka. Koisi alilolifanya alimnusuru mpendwa wake Kaila. Maskini mama Kaila amefia pale. Alo lile jambazi lililotupa risasi Stone likatoweka na kuishia mitini. Ukawa ndio mwisho wa mama yake na Kaila, mwanamke Kurusumo. Baada ya muda CK aliyekuwa anafukuzwa alikuwa anarudi, akakuta maskini mama Kaila tayari kaisha iaga dunia. Sasa hivi tunatoka katika maeneo ya Mandela. Ile kijiji nilichokueleza kwamba kipo jirani kabisa na lile jiji la Accra. Tunarudi moja kwa moja katika jiji la Accra. Ukiwa ndani ya jiji la Accra, jiji kuu la nchi ya Ghana, tunakumbana na kijana aliyejulikana kama Kenny Prince. Kenny Prince alikuwa ni rafiki wa karibu kabisa na kijana CK. Kijana CK tangu alipofiwa na wazazi wake ameishi pamoja na kijana huyu Kenny Prince. Kenny Prince ni msomi, Kenny Prince ni tajiri, Kenny Prince ana uwezo, lakini Kenny yumo ndani ya mapenzi na msichana mmoja Ini Edo, ambaye wameshatangaziana kwamba wao ni wachumba, wataoana na kuishi kama mume na mke. Msichana huyu Ini Edo anacho kiburi kikubwa kabisa. Mtoto wa mfanya biashara bilionea mwenye visima vingi vya mafuta. Tabia anazozionyesha Ini Edo mchumba wake na Kenny za umalaya kabisa, zinamkatisha tamaa Kenny. Kenny wakati mambo haya yanaendelea, rafiki yake alikuwa na siku chache amemwaga kwamba amekwenda Mandela kule katika shughuli zake za kikazi za mambo ya kilimo. Lakini vitendo anavyoonyesha mchumba wake na Kenny, msichana Ini Edo, inazidi kumkatisha tamaa Kenny. Kenny amegundua kabisa kwamba mchumba wake Ini Edo alikuwa na uhusiano na hao wanaume waliokuwa meza jirani walipokuwa wamekaa pale hotelini. Ametoka kwa hasira. Ini Edo amfuata. What was the meaning of that? Una maana gani? Nini nimefanya nini? Unafikiri mimi ni kipofu? Siwezi kuona kwamba wale mlikuwa mnapigiana kope. You flirting with that man over there? Na konyezana. Uliona? Listen, Samani. you're not looking at me. Walikuwa wananiangalia. What's more, Mimi nimekuja huko kuzuia watu wasiniangalie. no about. So the next thing you do, grab the next one. Aha, unamkonyeza kwa sababu amekuangalia.
I flirted Elizabeth. Sawa, mimi nilikuwa namkonyeza mtu mwingine sio wale. Trumpet. Sisi nilikuwa namkonyeza yule mhudumu wa kwenye bar. You so self-centered, so my... Yaani mimi unaniona mjinga, bwege kipofu. What are you? Lakini una maana gani? Kwani unanikisia? Please. Kama ni Keni. Tabia alizonazo zinamchengua kabisa. Masikini kijana huyu Kenny Prince alishapanga kwamba anataka amuoe Ini Edo, lakini tabia za Ini Edo zinatisha. Siku nyingine sasa akiwa ndani ya nyumba kijana Kenny Prince nashangaa majira saa 3 za usiku alikuwa anarudi mchumba wake yule yule Ini Edo. Don't tell me you're still here waiting for me to come back. Ni kuna nini jamani? Mbona unaonekana umenuna? Coming from this godforsaken... Na kuuliza unatoka wapi saa 3 za usiku? Listen, I am not your teenager. Sikiliza, kwani mimi nimekuwa mtoto mdogo jamani? Beyonce, for Christ's sake. Mimi ni mchumba wako, sijawa mke wako. Just tell me how much you miss me. Sasa kwani nimekaa kipindi kirefu gani? Si nimetoka asubuhi. Sikiliza, hata sasa hivi nasikia harufu nanuka pombe wewe. So what? Kama nanuka pombe. And when I was some friends, Sasa nimekutana na marafiki zangu. two drinks. Ninunulia bia moja, bia mbili nisinywe. See how that gives you. Si kwa sababu na kuogopa wewe. You can dictate my life for me. Sasa kwa nini unataka uninyima raha maishani? Why, man, also? Na kunyima raha mimi? Knowing you, nothing. Yaani sasa nataka nikueleze kwamba wewe hufai kabisa kuolewa. Everything you come to just bring your... Yaani kila siku ni ugomvi, ni vurugu, ni kuzurura. Wewe umekuwa mtu gani wewe? Show us some respect. Kwa nini huna adabu wewe? To be married. Kumbuka kwamba bado kidogo tutaoana. Yes. Sasa kama tutaoana, But am I going to be a slave? nakuuliza imebidi niwe mtumwa kwa sababu tutaoana? I don't see how that gives you any right Mimi sioni kosa nililolifanya. to become my Lord and Master. Usinifanye kwamba nimekuwa mfungwa mimi. Siwe mateka mimi. My parents. Hata wazazi wangu hawanizui kutembea. So you will never have that opportunity. Sasa huwezi mimi kunizuia kutembea. Well, anyways, Hayo tuyaache. I have to take a cold shower. Nimekuja nimechoka, nataka niende bafuni kuoga. Nataka twende bafuni unisugue mgongoni. So you better come with me. Fanya haraka unikute bafuni unisugue mgongo. Sana huyu Ini Edo. Nakwambia kwamba ni mtoto wa mfanyabiashara bilionea mwenye visima vingi vya mafuta katika nchi ya Ghana. Anaonyesha kiburi kabisa mbele ya mchumba wake Kenny Prince. Kenny Prince kama nilivyokueleza, rafiki wa karibu na yule kijana CK aliyetumwa na serikali kwenda katika kijiji cha Mandela kwenda kufanya utafiti wa mambo ya kilimo. Tunarudi sasa miezi 4 tangu maskini Keila alikuwa ameshamzika mama yake mzazi. Safari alikuwa anakuja ni yule mdogo wake Kwesi. Kwesi anakuja anataka kumpa taarifa dada yake. Take your left finger. Tulikwenda kumuona mjomba. Casey, Yes, sir. where have you been that Tulikuwa wapi? all alone in the house? Ukaniacha peke yangu? Just look for a job to do, sister. Hapana, nilikwenda kumuona mjomba akanipa shughuli fulani nimfanyie. You left to Accra to do something urgently. Najua kabisa kwamba CK aliondoka kwenda Accra. Nimebaki peke yangu. Well, ever since. Unapofanya hivi jamani, kwa isi ukaniacha peke yangu, ninateseka na unajua mimi ni mlemavu wa macho. It should be alright, okay? I bought you some bread and milk. Nimekuletea mkate, Okay. nimeweka ndani. I saw my mom Utumie pamoja na chai, ndiyo chakula ya leo. home for school. Alafu mjomba ameniambia kwamba yuko tayari kunilipia karo ya shule nirudi shuleni. Sister, I'm really sorry for your wound, okay? Samahani kama nimekuacha peke yako, Okay. lakini nimepata habari njema kutoka kwa mjomba. Mjomba amesema kwamba nirudi shuleni, karo atanilipia. Kweli kabisa. Kijana huyu Kwesi ana miezi kama 4 tangu amefukuzwa shule. Kijana CK ambaye nimekueleza kwamba ni mtafiti wa mambo ya kilimo, ni kweli alikuwa amesafiri, ameenda katika jiji la Accra. Sasa hivi alikuwa amerudi tena katika kijiji kile cha Mandela. Baada ya kufika nyumbani kwake moja kwa moja, aliendesha gari kwenda kwao na huyu msichana Kaila. Kumbuka Kaila ana miezi 4 tangu amemzika mama yake mzazi aliyepigwa risasi na lile jambazi Stony. Ameshuka pale nyumbani kwao na msichana mlemavu wa macho Kaila. Anajaribu kuita, anaangaza huku na huku, dalili zinaonekana kwamba hakuna mtu. Kipindi anataka kurudi ndani ya gari lake,
Kitu cha ajabu kilichomuuma sana maskini kijana huyu CK, anaingia tu kwenye gari, alisikitika sana kumuona msichana huyu mlemavu wa macho Kaila anatoka kuchota maji, ndoo ya maji iko kichwani, huku anapapasa na ile fimbo yake. Mbio alikwenda kujaribu kumsaidia ile ndoo iliyokuwa kichwani. Maisha yanazidi kuwa magumu ndani ya kijiji cha Mandela kula alikozaliwa msichana Kaila. Nimefika nyumbani kwenu pale leo hii, nilivyoshuka kutoka kwenye basi na kutoka Accra, nikaja moja kwa moja nyumbani, nimekuta hakuna mtu. Yeah. I mean, today we should do some. Leo hii nimeshuka kwenye gari, nilipotoka stendi ya mabasi moja kwa moja nikaenda nyumbani, nikalichukua gari, nikaona moja kwa moja nije nikuone Kaila. Kaila maskini msichana huyu, maisha yanazidi kumuia magumu kule katika kijiji cha Mandela. Ana baba, nimekueleza kwamba baba yake mzazi alikufa miaka 5 iliyopita kwa ajali mbaya ya gari. Kaka yake ambaye alikuwa ndiye firstborn katika tumbo la marehemu mama yake Kurusumo, yeye vile alishakufa. Sasa hivi hata mama ana miezi 4 tangu amezikwa. Katika ile hali ya kutaka kumweka sawa sasa, alikuwa amemwomba msichana huyu Kaila kwamba kama inawezekana muondoe katika kijiji cha Mandela, ikiwezekana ampeleke katika jiji la Accra. I promise never to leave you alone. Naahidi kabisa kwamba mimi nisingelipenda kukuacha huko peke yako. I think I want you to do for me. Nataka nikuondoe huko kijijini nikupeleke Accra. Tell me whatever you want me to do and I'll do it. Nieleze, mimi niko tayari kufanya lolote utakalosema. I can take good care of you. Nataka nikupeleke mjini. Anything to happen to you. Lolote tatizo litakalo kupata niweze kulimaliza tukiwa karibu. With these hands. Kwa sababu shughuli iliyokuwa imenileta huku ya utafiti hapa kijijini imekwisha. Go to a marriage stay together. Nataka kusema kwamba tukae pamoja sasa, utakuwa umekuwa mume wangu. Hapana, sijasema hivyo. Make an exception. Najua kwamba wewe una uchaguzi wako. I know. You will find the love. Najua iko kipindi kitafika utatafuta mtu wa kuishi naye kama mume wako. Will you come and live with me? Naonaje twende tuishi pamoja? Masuala ya kuoana yatakuwa baadaye. That's a yes. You know, I'm only accepting this because ninakubali kwa sababu mdogo wangu kwa isi hayupo, amepelekwa shuleni. you'd have to go with me so that I pack my things. Basi kama tutakwenda pamoja uniruhusu niende nyumbani nipakie vitu vyangu. I'll get you new stuff. Sawa, twende upakie vichache lakini vingine nitakununulia tukishafika Accra. Wamekubaliana kabisa. Kaila pamoja na kijana huyu CK kaamua kumpeleka moja kwa moja katika jiji la Ghana. Jiji kula nchi ya Ghana ni jiji la Accra. Baada ya kufika ndani ya jiji la Accra, sasa hivi kwa mara ya kwanza msichana huyu tangu amezaliwa Kaila alikuwa anaingizwa ndani ya nyumba ya kifahari. Maisha aliyokuwa nayo ndani ya kijiji cha Mandela alikuwa ni maisha ya kijijini kabisa. Ni maisha ya tabu, maisha ya shida. Sasa hivi kwa mara ya kwanza kijana huyu CK amenikwambia kwamba ni kijana mtafiti wa mambo ya kilimo, anamuingiza ndani ya nyumba yake. Ndio nyumba yetu tutakapokuwa tunaishi. I have entered the ambience of Jamani, nasikia kama hivi nimeingia peponi. my life. Tangu nimezaliwa katika maisha yangu sijawahi kuingia katika nyumba ya hivi, pamoja kwamba sioni. It's warmth. Nasikia ubaridi wa ajabu. I can assure you. Na kuhakikishia sasa We'll see again. Mungu atatusaidia, utaona. I hope so. Hata mimi na matumaini hayo. That I'll see again. Nazidi kuomba Mwenyezi Mungu anisaidie niweze kuona. So that I can see the beauty of God's creation. Angalau nione vitu alivyoumba Mwenyezi Mungu. And I can see you. Na nione sura yako, mtu ambaye umejitolea kuwa msamaria mwema kunisaidia katika maisha yangu. Have a seat. Sorry. Karibu, sogea taratibu Kaila. Hapo kuna kitu ndo kinaitwa kiti. Hilo ni sofa. Hebu kaa. Can I get you something? Vipi, nikuwekea kinywaji gani? Come on, relax. Relax. Tulia, jisikie kama uko nyumbani. Home now.
Yeah. Hapa ndo nyumbani, ndo tutakapokuwa tunaishi. Baada kwa kipindi cha siku 2, alikuwa ameamua kumpeleka moja kwa moja katika hospitali ya Santa Francis. Kule moja kwa moja alikuwa ameelekezwa kwa Dr. Cromwell. Dr. Cromwell nimekueleza kwa ndiye mtaalamu bingwa magonjwa ya macho. Alikuwa amemaliza kumpima msichana huyu Kaila. Alikuwa anampa taarifa kwamba ni kweli kabisa kama alivyoelezwa kule katika Mandela Dispensary. Msichana huyu hakuzaliwa akiwa kipofu. Isipokuwa upofu umetokana na ule uzalishaji mbaya wa wakunga wa kule vijijini. Nazidi kumwangalia daktari huyu ambaye nikwambia kwamba ni bingwa mtaalamu wa magonjwa ya macho. Ni Dr. Cromwell. Nazidi kuyakagua macho ya msichana huyu Kaila. Okay. In the absence of any, Ninavyoona I think pamoja na vipimo nilivyosoma vipimo, ably regain his sight. huyu msichana anaweza kutibika na anaweza kapona. When can we have the operation then? Oh, 2 or 3 days. It depends on the age. Atafanyiwa upasuaji wa macho yote mawili. That's excellent news. Dokta, utaanza lini? Niko tayari kulipa gharama zote umsaidie huyu msichana. Yes, anyway, what I would like you to do now is Sasa unalopaswa kufanya kwa sasa, out there nenda naye nyumbani mwandae, and then we can do further tests. uje naye kesho tumpime vipimo vingine kabla hatujamlaza na kumfanyia operation. Ili matibabu yaanze mara moja, unatakiwa kulipa pesa zote kwa mara moja. What's her name again? Ndani ya maeneo ya Santa Francis Hospital, taarifa anazozitoa mtaalamu bingwa magonjwa ya macho Dr. Cromwell kwamba msichana huyu akifanyiwa operation ataweza kupona. Baada ya kufika ndani ya nyumba ya kijana huyu CK, sasa hivi CK alitumia nafasi hiyo kuanza kumtuliza msichana huyu Kaila, When you finally kumweka sawa kwamba asiogope kufanyiwa operation ya macho kutokana na anavyomwamini huyu Dr. Cromwell. Tamsaidia, ataweza kupona na ataweza kuona. Tatizo yako yote yatakuwa yamekwisha. And I can imagine us in our own world, on a honeymoon. Utaishi vizuri, Kids running around in the utaona vitu vyote kama wanavyoona wanadamu wenzio. world, hopefully. Yeah. Utakuwa na raha kama binadamu wengine. I should have asked you something that I haven't asked yet. Lakini kuna jambo nalotaka kukuuliza ambalo sijawahi kukuuliza tangu tumekuwa pamoja. Samahani kidogo, naomba nikuulize swali hili wakati umekaa. Look my way. Hebu niangalie hivi pamoja kwamba unioni. Will you marry me? Utakubali nikuoe? Say that again. Will you marry me? Nakuuliza, utakubali nikuoe? Yes. Ndio. Yes. Nitakubali nikishapona. Yes. Nayo ipata kijana huyu CK. Furaha ya nguvu kabisa. Kesho yake kama alivyokuwa ameelezwa na yule daktari bingwa Dr. Cromwell, impeleka tena katika maeneo ya Santa Francis. Yeye msichana huyu alifanyia operation, sasa hivi alisharudishwa wodini. Kijana CK aliambiwa kwamba yeye ndiye anapaswa kukaa wodini, anapaswa kumpa huduma zote msichana huyu Kaila. Ya kweli kabisa alishaamua yeye mwenyewe kujifunga mkanda. CK aliamua kutondoka katika maeneo ya wodi. Pale katika maeneo ya Santa Francis Hospital aliendelea kumhudumia, kumpa kila alichokihitaji msichana huyu mlemavu wa macho Kaila. Picha si nyingine inajulikana kama Darkness of the Soul sehemu ya kwanza. Ni picha inayotafsiriwa na Uncle Msafiri Resi. Kwa mahitaji yako ya picha hizi nzuri, picha za Kinigeria, picha za Kigana zilizokwisha tafsiriwa na kupatikana maneno ya lugha ya Kiswahili, tafsiria na moja kwa moja na Uncle Msafiri Resi. Vile vile unaweza ukazipata picha hizi zilizotafsiriwa katika maeneo ya Garden Bar iliyopo jirani kabisa na stendi kuu ya mabasi katika mji wa Bukoba, jirani kabisa na zile ofisi za booking zinazokata tiketi za magari yanayokwenda Dar es Salaam. Ilikuwa ni siku ya 3 tangu amefanyia operation ya macho msichana huyu Kaila. Kijana huyu mwenye mapenzi ya kweli kweli kabisa CK
alikuwa hajabanduka katika maeneo ya Santa Francis Hospital. Anaendelea kumpa huduma zote alizozihitaji msichana huyu Kayla. Ni uvumilivu wa hali ya juu, pamoja na uchovu, pamoja na usingizi, lakini bado kijana huyu mwenye huruma, mwenye mapenzi ya kweli CK alikuwa hajakata tamaa. Anaendelea kumhudumia na kumwangalia Kayla. Sasa hivi ilikuwa ni siku ya 4 tangu msichana huyu Kayla amefanyiwa operesheni. Naye kijana CK alikuwa hajakata tamaa, hajabanduka katika maeneo ya Santa Francis Hospital. Yeah. You know today's a lot. Si unajua leo ni siku ya 4 Kayla tangu umefanyiwa operation. Na naona unaendelea vizuri. I'm also very excited. So what I want to do is I want to go home. Sasa jambo nalo kuomba uniruhusu niende nyumbani. Clean up the house for your welcome. Niende angalau nioge. Is it really necessary? Kwani kuna umuhimu mpaka uoge nyumbani? I've been around for the past 2 days. Si unajua kabisa kwamba leo ni siku ya 4 jamani. Kuoga kwangu ni kwa shida, nasikia hata harufu nanuka kikwapa. That I want to be the first person you see. Nataka utakapokuja kufunguliwa hizi bandage za macho, You just as you are. mimi niwe wa kwanza kuniona sura yangu. Hata mimi nilikuwa napenda iwe hivyo. 15-20 minutes. Nitatumia dakika 15 dakika 20 niende nioge, nibadili na nguo, nirudi. 20 minutes maximum, I'll be back. Nasema dakika 15 tu nitakuwa nimerudi. Baada ya kumwaga msichana huyu Kayla, kama alivyokuwa amepanga CK, aliamua kutoka katika ward maeneo yale ya Santa Francis Hospital. Anaacha amemtania Kayla. Okay. Kwamba baada ya dakika 20 kabla Dr. Cromwell yule niliyekueleza kwamba ndiye mtaalamu bingwa wa magonjwa ya macho hajaja kufungua bandage kama alivyokuwa amepanga, au amerudi ili ikiwezekana msichana huyu Kayla atakapokuwa amefanikiwa kuona sura ya kwanza kuiona iwe ni ya yeye mwenyewe CK. Baada ya kufika nyumbani sasa, alishafanya shughuli zote alizopaswa kuzifanya CK, lakini mawazo yake yalikuwa yanampeleka mbali. Aiandae vizuri nyumba yake, apange kila kitu, nyumba ipendeze kabisa, ili atakapokuwa anarudi msichana huyu Kayla akiwa tayari kaishaona, akute nyumba imependeza. Sifike na kuona kwa mara ya kwanza nyumba hii ikiwa katika ile hali ya shagala bagala. Hakuishia hapo kijana CK. Bibidi aandae hata vinywaji. Siku hii alishaipanga kwamba iwe siku ya pekee, siku ya kumpokea Kayla. Kayla asiyekuwa kipofu tena, Kayla anayeweza kuona, Kayla anayeweza kutambua. Nazidi kukusanya na kuandaa vitu vya aina mbalimbali kijana CK. Kumbuka kaondoka katika maeneo ya Santa Francis Hospital akijua kabisa kwamba siku hiyo ndiyo siku ambayo Dr. Cromwell alisema ndo siku ya kuzifungua zile bandage zilizouziba gubi uso wa msichana huyu Kayla baada ya kufanyiwa upasuaji. Katika maeneo ya hospitali Santa Francis alikuwa anakuja sasa Dr. Cromwell akiwa na nesi. Umefika ule muda wa kuja kuzifungua zile bandage zilizomfunga machoni. Siku 4 tangu alipomfanyia operation. Leo ndo siku nimekuja, nataka kufungua bandage. Doctor, can you... Tafadhali doctor. Wait
for like 15 or 20 minutes because I want Naomba unipe dakika 20 au 15. Nataka awepo CK wakati unanifungua macho nione sura yake kwa mara ya kwanza. So where is he? Yuko wapi? he just got home to freshen up. Ameondoka, amekwenda nyumbani kuoga. In 15 to 20 minutes he should. Ameniambia dakika 20-15 atakuwa amerudi. Fly to catch. Unajua napaswa kupanda ndege. And I need to do that today. Napaswa ni kufungua hizi bandage kabla sijaondoka kwenda Nigeria. 30 minutes. So that when he comes. Nitasubiri kwa dakika 30. Let's take notes, huh? Nesie. All right. Okay. Twende tusubirie kwanza. Dokta huyu mwenye huruma, Dr. Cromwell, amelikubali ombi alilolitoa msichana huyu Kayla kwamba asubiriwe mpendwa wake CK ili zitakapokuwa zimefunguliwa zile bandage iwe ndiyo sura ya kwanza ya mwanaume kuiona. Naporudi katika nyumba ya kijana CK, sasa hivi alikuwa amemaliza kuoga, ameshaandaa meza, ameshaitayarisha nyumba imependeza. Anataka atakapotoka katika maeneo ya St. Francis Hospital akawa amekuja na mpendwa wake Kayla, moja kwa moja wanafikia pale, wanasherekea, anajiweka tayari kwa ajili ya kuondoka. Lakini kipindi anajiandaa kutaka kuondoka kurudi katika maeneo ya St. Francis Hospital, mawazo ni mazito kabisa kwa kijana huyu CK. Nafikiria itakuwaje endapo atarudi mpendwa wake Kayla ikiwa tayari ameshaanza kuona kama binadamu wengine. Wazo yanampeleka mbali kijana CK. Nafikiria jinsi atakavyokuwa na mwanamke mzuri ndani ya nyumba, mwanamke atakayekuwa anamwandalia kila kitu, mwanamke ambaye atakuwa sio kipofu tena. Wazo yamempeleka mbali CK. Wazo yamemfikisha kufikia hatua ya kumwona Kayla na mimba. Mawazo ni mazito kabisa kwa kijana CK. Anaiwazia sana mimba ya kwanza atakayoipata Kayla akiwa si kipofu tena. Mawazo ni mazito kabisa kwa kijana CK. Bado hajaishia hapo kimawazo. Bado mawazo yanampeleka mbali, anakumbuka, anaona kwamba siku nyingine itatokea kwamba atakuwa amekaa pale mezani akiwa si peke yake, isipokuwa atakuwa na huyu mpenzi wake Kayla. Kayla kaisha muandalia meza ya chakula, wanakula pamoja huku wanaongea, wanabadilishana mawazo. Subiri nikulishe. Mawazo ya mapendo yanampeleka mbali. Anawaza mambo mengi kabisa watakayoyafanya kisha kuwa na Kayla baada ya kumtoa katika maeneo ya St. Francis. Baada ya kutoka katika lindi hilo la mawazo, sasa hivi kijana huyu CK ambaye tayari alishafanya mawasiliano na mdogo wake na Kayla, yule kijana Kwesi alitoka kwa nje ili aweze kuingia kwenye gari, aweze kumpitia yule bwana mdogo Kwesi, ende pamoja moja kwa moja katika maeneo ya St. Francis kwenda kumchukua dada yake Kayla. Kumbe ni katika kipindi kile yule kijana Kwesi mdogo wake na Kayla alikuwa anasubiria
iliona gari na hilo alilitambua moja kwa moja kama ni la yule kijana mtafiti wa mambo ya kilimo, kijana CK. Akaenda mbio mbio kwa IC na kuingia ndani ya gari la CK. Kaianza safari moja kwa moja anaelekea Santa Francis. Kumbuka yule daktari bingwa magonjwa ya macho, Dr. Cromwell, alikuwa amesema kwamba baada ya dakika 30 ataweza kumsubiria mpaka atakapokuwa amekuja CK. Jiani kabla hawajafika mbali, alishangaa kuna gari moja limewaziba njia. Imekinga kabisa barabara. Ana mmoja ameshuka na chokonoa lile gari kwamba gari limeziba. No, let me try for once. Anasubiria kidogo, ngoja niangalie gari langu linaziba. Bana anazidi kuinama. Roho ya huruma pamoja na haraka aliyokuwa nayo CK imemuingia. Anamweleza kwamba wacha amsaidie. Yeye alikuwa na utaalamu wa mambo ya magari. CK maskini anainama kwenye gari kujaribu kuangalia ni tatizo gani lililofanya gari la huyu jamaa lizibe. Kumbe jamaa huyu analake jambo, ilikuwa ni mtego umetegeshea kuja kumpata CK. Natokea majambazi kwa nyuma, wanazo fimbo, wanayo magongo, anaanza pigwa moja akayumba. Haja wewe ni kitu gani kilichompata? Kipindi anayumba maskini CK, amzi namtoka. Kaniliwa pigo jingine, pigwa. Maskini. Pigo hilo la pili imemnyima nguvu kabisa, imemyumbisha mpaka chini. Yule kijana kwa AC aliyekuwa ndani ya gari la CK, hayo mambo yote ameyashuhudia. Hajaishia hapo. Kijana huyu kwa AC akiwa anazidi kushuhudia, ameiona sura yule jambazi Stony kule kwa kijijini Mandela. Stony anashuka na muongezea teke maskini CK. CK yuko hoi. Kipiga alichopata sio cha mchezo. Amekusudia kabisa watu hawa kumtoa kabisa duniani. Damu inambubujika kama maji. Hali inazidi kuwa mbaya maskini ya CK. CK anazidi kupoteza fahamu. Jambazi Stony linamwangalia. Kumbuka lilimuonya kule kijijini Mandela kwamba achane kabisa na yule msichana mlemavu wa macho Kaila. Jambazi anazidi kumwangalia. Hata Stony hajaridhika. I warn you. Ilikuonya wewe, fara wewe. Ikainua kipigo. Pia! Ilikuwa ni kipigo cha mwisho cha kumalizia kabisa kijana CK. Kumbuka wakati mambo hayo yanatendeka, mpenzi mtazamaji, ndugu yangu mpendwa, yule kijana kwa AC, dogo wake na Kaila alikuwa anashuhudia. Damu zinazidi kumbubujika. CK amelala chini, kaisha kuwa flat, kaisha kuwa kimya kabisa. Jambazi wa chini ya uongozi wa Stony waliotoka kule katika kijiji cha Mandela ikabidi wa ubebe mwili wa kijana huyu CK wauingize ndani ya gari. Haye maskini ametimua mbio kwa mguu, ameliacha gari la CK, kaamua kwenda hospitali. Sasa hivi kilikuwa kimepita kipindi cha dakika 35. Daktari yule bingwa wa mambo magonjwa ya macho alikuwa amevumilia kipindi cha dakika 35. Dr. Cromwell. 10 more minutes. Ama ninaomba ongeze dakika 5, atakuwa anakuja. No, I just can't. Hapana, siwezi. I have this flight to catch on. Nilikwambia kama napaswa kupanda ndege na kwenda Nigeria. No one can do it. Just Hakuna mtu yeyote anaweza kufanya kazi hii bila mimi. sit down. Kuomba tafadhali inuka Kaila, nifanye kazi hii niondoke. Girl. Girl. Masikini Kaila alijaribu tena kumsina kumbembeleza Dr. Cromwell. Sit down. Kwamba Cromwell yavute subira, lakini Cromwell kamweleza kwamba haiwezekani kabisa. Lazima kazi hiyo aifanye. You will see him. Utaona. Right? Usiwe na wasiwasi. Hata mpendwa wako CK akija utamuona. Kumbuka kwamba CK alishalipa gharama zote katika maeneo ya Santa Francis Hospital. Dr. Cromwell ameanza kuyafungua yale mabandeji yaliyoyafunga macho ya msichana huyu Kaila.
akiwa anasaidiana na nesi. Hold on to that. Baada ya kumaliza kuyaondoa yale mabandeji, sasa hivi alikuwa anamwambia Kaila aliyefunika uso wake kwa kutumia viganja vyake vya mikono kwamba aondoe viganja vya mikono. Sasa ondoa hivyo viganja vya mikono nione kama umeweza kuona. Kaila pamoja kwamba alikuwa hataki kuangalia bila kuwepo mpendo wake CK, alilazimika kushusha viganja vyake vya mikono toka usoni. Kumbe ndio kipindi kile kile. Kumbe pale pale wakati Kaila amefanikiwa kuona, pale pale alikuwa anakuja yule mdogo wake kwa isi. What is it? Dr. Cromwell anajipongeza kwa kazi nzuri aliyoifanya. Pale pale anashangaa kumuona Poisi analia. Poisi, unalia nini? What is it? Una nini? What? Poisi, Why the tears? kwa nini unalia machozi wakati mimi nimefanikiwa kuona? Jamani, ungelikuwa unafurahi. CK ameuawa. Nini? Taarifa hizo zimemwingia kama radi maskini msichana huyu Kaila. Ila pale amepoteza fahamu katika hospitali. Ilikuwa ni baada ya kipindi cha masaa 4. Maskini Dr. Cromwell alikuwa ameamua kuiahirisha safari yake ya kupanda ndege kutoka Accra kwenda ndani ya nchi ya Nigeria. Alikuwa ameamua kubaki aiangalie hali ya msichana huyu aliyezimia ghafla. Baada ya kupewa taarifa kwamba CK ameuawa, taarifa zilizoletwa na mdogo wake Kwesi, aliinuka msichana huyu akisha ameshachanganyikiwa kabisa kibawazo. Nasikia roho inamtuma kwamba kwa nini anaendelea kuishi hapa duniani. Kaamua moja kwa moja akaifungua draw ya kabati iliyokuwemo kwenye wodi, akachukua wembe. Wazo yakamjia kwamba kwa nini asijikate mshipa wa damu, damu ibubujike iishe, afadhali kabisa atoke duniani. Akaamua kujichanja msichana huyu Kaila, akawa ameiachia damu nazidi kububujika kama maji. Nataka arudi pale kitandani akae, damu izidi kumiminika mpaka iishe, aiage dunia, angalau aende kuungana na mpendo wake CK aliyeuawa kikatili na majambazi yaliyoongozwa na Stone. Hizi mtazamaji ndugu wangu mpendwa, huwa na mimi katika sehemu nyingine ya pili uweze kuona kasheshe hili litaishia wapi. Sana huyu maskini mlemavu aliyekuwa mlemavu wa macho Kaila sasa hivi anaona, lakini hajawahi kuiona sura ya mtu aliyemsaidia CK. Imewekewa maneno sahihi ya lugha ya Kiswahili na Uncle Msafiri Resi akiwa ndani ya manispaa ya Bukoba ni katika mkoa wa Kagera. Hata picha hizi za Kinigeria na Kigana zilizokwisha tafsiriwa na kuwekewa maneno ya Kiswahili kuhusiana na Uncle Msafiri Resi katika maeneo ya standi kuu ya mabasi iliyopo katika mji wa Bukoba, yale maeneo ya Garden Bar, jirani kabisa na zile ofisi za booking za mabasi yanayoondoka kwenda katika jiji la Dar es Salaam. It's a mystery, the life that we live. Destiny is playing tricks on my mind. I believe in love, I believe true love will stand the test of time. Will stand the test of time. Oh, that's my word. Wapenzi watazamaji, wapenzi mashabiki, na kusahau wateja wangu wa kila siku wapendwa, kwa mara nyingine si mwingine kama kawaida uko naye ni Uncle Msafiri Resi. Safari tena anaamua kukurudisha West Africa, ni moja kwa moja ndani ya nchi ya Ghana.
ndani ya nchi ya Ghana. Kule tunaifuatilia ni sehemu ya pili ya picha nzuri ya kupendeza, ni Darkness of Sorrow. The Darkness of Sorrow ni sehemu ya pili. Wahusika wasanii waliomo ndani ya sehemu ya pili ya picha hii nzuri kabisa kupendeza, Darkness of Sorrow, ni baadhi ya wale tulioanzana nao ndani ya sehemu ya kwanza. Msichana Nadia Buhari, yeye ndiye msichana Kaila. Kijana Van Vika, yeye ndiye kijana CK au Charles. Mwanamke Kurusumo Finali hatutakuwa naye katika sehemu ya pili. Ndiye mamake Kaila, ni mwanamke aliyepigwa risasi na jambazi katika ile sehemu ya kwanza. Tutakuwa naye Smith Asante, kijana huyu ndani ya picha ikacheza kama Kenny Prince. Tutakuwa naye Ini Edo, msichana huyu Ini Edo ndani ya picha ikacheza kama mtoto wa tajiri bilionea anayemiliki visima vingi vya mafuta ndani ya nchi ya Ghana, katumia jina lake lile la Ini Edo. Tutakuwa naye Kofi Odolojolo, mzee huyu ndani ya picha ikacheza kama Dr. ni Dr. Cromwell, naambiwa ndiye mtaalamu bingwa wa magonjwa ya macho katika hospitali ya Santa Francis. Mwingine tutakaye kuona ndani ya picha hii ni Zignet Sony, ambaye ndani ya picha hii kacheza akitumia jina la Stony, kacheza kama jambazi. Watu wengine ambao hatukuwa nao kabisa ndani ya sehemu ya kwanza, tutakuwa nao wazazi wake na kijana huyu Kenny Prince, Chief Banahane pamoja na mke wake Mrs. Banahane au mwanamke Ana, ndiye mamake mzazi na kijana Kenny Prince. Picha nimekwambia si nyingine, picha inajulikana kama Darkness of Sorrow. Ni picha inayotafsiriwa na Uncle Msafiri Resi. Safari yumo ndani ya manispaa ya Bukoba, ni katika mkoa wa Kagera. Kwa mahitaji yako ya picha hizi nzuri kabisa, picha za Nigeria, picha za Ghana zilizokwisha fanywa uchambuzi wa kina, zikatafsiriwa na baada ya kupachikwa maneno sahihi ya lugha ya Kiswahili, ambazo tayari zimeshatengwa katika ule mtindo wa DVD, wasiliana moja kwa moja na Uncle Msafiri Resi. Tumia mtandao wa Celtel ya zamani au Zaini TZ ya sasa 0784-984-867, au ni moja kwa moja katika stendi kuu ya mabasi mjini Bukoba, katika yale maeneo ya Garden Bar. Ni jirani kabisa na zile ofisi za kukata tiketi za mabasi yaendayo Dar es Salaam. Utaweza kuwasiliana moja kwa moja na Uncle Msafiri Resi. Wapenzi watazamaji, ndugu zangu wapendwa, nimeshawadokeza tangu mwanzo kwamba tunarudi moja kwa moja ndani ya nchi ya Ghana. Leo ni katika sehemu mbili, katika kijiji cha Mandela, vile vile moja kwa moja ndani ya jiji la Accra. Kule tunaifuatilia sehemu ya pili, The Darkness of the Sorrow, ni sehemu ya pili. Wahusika ni kama nilivyowataja katika ile safu yao pale mwanzo. Katika maelezo ya mwanzo kabisa, maisha ya msichana Kaila, umri wake ukiwa ni miaka 20 na kitu kwa sasa, kazaliwa katika kijiji cha Mandela katika nchi ya Ghana. Masikini msichana huyu tangu alipozaliwa hajawahi kukiona kitu chochote kutumia macho yake. Ni msichana aliyezaliwa akiwa ni mlemavu wa macho, lakini katika pita ameshtukia ameingia katika mapenzi na kijana mmoja ambaye ni mtafiti wa mambo ya kilimo, aliyetumwa kule katika kijiji cha Mandala kwenda kufanya shughuli za utafiti. Akiwa katika mapenzi yale, tena yule alikuwa ameamua kabisa kwamba aishi naye amoe, akampeleka moja kwa moja ndani ya jiji la Accra
Amempeleka, amefanyia operation katika maeneo ya Santa Francis. Sasa hivi taarifa zilizomjia msichana huyu, Kayla anaambiwa kwamba mpendwa wake ambaye ni CK ameuawa. Kaamua sasa afadhali ajichane kabisa ule mshipa wa mkono, damu zimiminike, iporomoke mpaka ziishe aweze kufa. Kumbe mtoto dogo wake alijulikana kama Kwesi amekuja, amegundua hali hiyo, mbio mbio amekwenda kumuita nesi. Nesi mbio mbio nakuja na kumfanyia first aid, jaribu kujanusuru maisha ya msichana huyu aliyekuwa ni kipofu miaka yote 20 ya nyuma. Your desire, Sana Kayla. this world is, and your desire has been fulfilled. Baada ya hapo sasa alikuwa ameitwa yule daktari bingwa, Why do you want to kill you? daktari aliyemfanyia operation ya macho, Dr. Cromwell. Thing is over. Najaribu kumweleza maneno ya kiutu uzima kabisa, kumzuia kwamba asifanye kitendo cha kujiua. It's over, tell me. Unafanya mambo gani? Those are the sorrows. When you laugh, the whole world laughs. Dokta, utajisikiaje iwapo mtu unayempenda, mtu aliyejitolea kunusuru maisha yako akifa ghafla namna hii? I can understand what you're going through. Nakuelewa vizuri sana. No, this young man was a complete Najua kabisa kwamba kijana yule alishakuwa nyota katika maisha yako, darkness. lakini sasa hatufanyi hivyo. It's unfortunate. Ni bahati mbaya, Mwenyezi Mungu ameamua kumtoa kwa sababu yeye ndiye aliyemuumba. It's something I know you can't easily endure, but Najua ni vigumu kumsahau kwa haraka. I don't want to live without him. Sitaki kuishi bila yeye, dokta. I can't live without CK. Fadhali kabisa na mimi nife, because CK is dead, kwa sababu CK amekufa na wewe unataka ufe. it doesn't work that way. Hatufanyi hivyo bwana. Watu wengi huwa wanafiwa, Kayla. We have times for joy. Sasa hivi ndo nafasi yako ya kufaidi maisha. Sometimes we don't yearn at all. Ulikuwa unaomba miaka yote 20 uweze kuona, sasa Mungu amekunusuru, umeona. The sight that you've regained could be a light of hope. Inawezekana kuona kwako kutakuletea matumaini ya baadaye. Sweetheart, Tulia Kayla. someone out there and Mwenyezi Mungu anaweza kukuletea mwingine badala ya KC. who probably wants you Matatizo yote yataisha. from your darkness. Utaondoka kabisa katika giza unalolitamka. Okay? Dr. Cromwell amejaribu kuifanya kazi ya kumpa ushauri na saha masikini msichana huyu Kayla asijiue, lakini Kayla bado mawazo yake yalifikiria kabisa kuishi ndani ya dunia hii bila kuwa naye yule KC, kama kuwa gizani bado. Sasa hivi tunarudi ndani ya nyumba yule kijana Kenny Prince aliyekuwa na mchumba wake hii ni Edo, sana niliyekueleza kwamba ni mtoto wa tajiri bilionea anayemiliki visima vingi vya mafuta ndani ya nchi ya Ghana. Anaingia sasa, anamkuta mchumba wake amesikitika. I thought you'd forgiven me over Tulizungumzia ukasema kwamba umenisamehe yale niliyokukosea, the indiscretion of him. lakini kwa nini sasa naona una mawazo? Nilishasema nimekusamehe. Okay. Sawa. I mean, why are you in... Sasa mbona unaonekana una mawazo, unaonekana una majonzi? I just got some bad news. Una habari za kusikitisha zilizonijia. Habari za kusikitisha. Sana huyu ini Edo, chumba wake na kijana huyu Kenny Prince, nataka kujua kulikoni. Informed that my very good friend Charles Nimepata taarifa kwamba rafiki yangu yule aliyekuwa naye Charles amekufa. Umesemaje? Masikini yule Charles. Yule kijana mtafiti wa kilimo yule. How did it happen? Imekuwaje? I don't really know. Hata mimi sijui. Such a mess. Hii taarifa nimeletewa, lakini nafikiri ni kitu kama ajali, kafa ghafla. Oh, Oh, masikini Charles. Yule tulikuwa tunamtania, tunamuita KC. anyway, it's all good. Basi huyu ametoka. You know? Hiyo mipango ya Mungu tuachane nayo hayo. This is my best friend you are talking about. Unasemaje? No. Tuachane nayo hayo. Then I'm still left with a few. Hiyo si watu huwa wanafiwa alafu baadaye wanasahau. Just mourn a little. Sasa hivi ingebidi tuzungumzie masuala yetu ya kuoana, jinsi ya kufunga pingu za maisha. There's one thing you're going to really need. Usipoteze muda unamfikiria sasa hivi mtu aliyekwisha kufa. So, what Itatusaidia nini katika maisha yetu ya kupanga ndoa? Mbona sikuelewi hili? I was some cold-blooded. Unanieleza kitu gani wewe? I understand. Neither am I cold. Sio kwamba nakueleza kitu gani. I'm just being realistic. Nasema kwamba hayo masuala ya kifo cha Charles yamepita. Enough mourning for the day, okay? Tuangalie jinsi ya kupata pesa.
Pima bangu kasema kwamba atafadhili pesa, mambo ya harusi yote atatoa pesa baba. Nice Chinese take away. Sasa hivi lililobaki ni wewe kuandaa ni jinsi gani harusi itakavyofanyika. You snap out of this mood. And then we can... Masuala ya kupiga picha, masuala ya usafiri, masuala ya ukumbi, masuala ya vyakula, masuala ya vinywaji yote baba atalipia. Unasikia? Mambo yetu ni mazuri, yanaenda vizuri kabisa. Nafikiri kijana huyu Kenny Prince, pamoja na masikitiko aliyokuwa nayo, taarifa alizozipata kwamba rafiki yake Charles aliyekuwa naye kijana aliyesomea mambo ya kilimo amefariki ghafla. Hakumuelewa kabisa mchumba wake huyu Ini Edo anaposema kwamba yasahau haraka mambo ya Charles, badala yake wafikirie mambo ya kwenda kufunga pingu za maisha. Ilikuwa ni kesho yake msichana huyu Ini Edo. Chumba wake na kijana Kenny Prince alikuwa amepata mgeni, si mwingine ni yule msichana shoga yake wa karibu Belinda. Penzi wangu, unajua na majukumu mengi. Oh my. Congratulations, girl. Hongera jamani, kumbe mshafikia kiwango cha kutaka kufunga pingu za maisha. But tell me. Lakini uniambie. He can change his mind. Asija akabadilisha mawazo yake. Coming from? Unasema ulipoingia nyumbani jana ulikuta amenuna. Oh, well. Ndio. Okay. Ulikuta kama vile amenuna. Blaming you for anything. Lakini mimi najua kabisa linalomtatiza ni shughuli zake za kikazi. It's all Princess fault. Si unajua kabisa ndivyo walivyo watoto wote wa machifu. It's either he will say, okay, baby, I'm going for some business trip. Ninachotaka kukueleza, nataka nikueleze kwamba wewe nishakuchagua, nataka wewe ndio utakuwa mpambe wangu siku ya harusi. I don't blame anyone that will think that. Mimi simlaumu mtu yeyote aliyotoa michango na wale ambao hawakutoa. Something is that you finally fixed a date for the wedding. Kumbe mshapanga hata tarehe ya kufunga ndoa. I got to say. You can say that again, baby girl. You know, I've been thinking. Nilipokuwa nafikiria Belinda. And I've been... Nimezungumza na baba, nimezungumza vile vile na mama. And I just decided... Ako tayari kufadhili kwa kila kitu. That... Pamoja na shughuli nyingi alizokuwa nazo mchumba wangu Kenny Prince. For being my maid. Lakini najua kabisa harusi yetu itakuwa ni ya mfano kabisa katika jiji la Accra. You know what? We have to hurry and shop. So it's not... Tupange kila kitu, tena wewe unakotegemea kabisa ndio utakuwa mpambe wangu wa karibu, unisaidie kunipa mipango. So we should do me a little favor. Unisaidie jamani Belinda. Alafu hapa nina kadi zaidi ya 100. Nakuomba unisaidie kuzisambaza kwa marafiki zako. I'm really tired. Waalike kwa sababu nimechoka, nimezunguka sehemu mbalimbali. Belinda amezipokea hizo kadi alizopata kutoka kwa shoga yake Ini Edo, ni kwamba azisambaze. Waalika watu mbalimbali. Come on, I'm still behind schedule. July the 16th? I presume that would be the D-Day for the... Najua kabisa siku hiyo itakuwa ni siku yake. Ni siku ambayo haitakuwa ya mfano wa aina yoyote ya harusi zilizowahi kufanyika katika nchi yetu ya Ghana. Na ndiyo maana nasema hivyo. I wouldn't miss the wedding for anything in the world. I'm going to be there live. Nitakuwepo, tena nitawahi kabisa kanisani. Anyway, that's just... Sana huyu Belinda, rafiki ya ushoga wa karibu kabisa na Ini Edo, yuko tayari kumfadhili, yuko tayari kumsaidia, yuko tayari kumuunga mkono, yuko tayari kumsindikiza kwa lolote atakalolitaka msichana huyu Ini Edo, mtoto wa tajiri bilionea anayemiliki visima vingi. Ilikuwa ni baada ya siku 2 tangu kadi zile zimesambaa. Siku hii kijana huyu Kenny Prince anatoka matembezi, amekutana na kadi mitaani. Anashangaa, anakuja kumuuliza mchumba wake, imekuwaje? Oh, okay, this is an invitation. Hizi kadi ni mimi nilizichapisha ili nikusaidie kazi. Niliona una majukumu mengi. Well, invitation card? Our invitation card indeed. Unawezaje wewe kusambaza kadi za